pana uhusiano gani hapa katikati? Nini hasa kinasimama hapo katikati? Tukiwa tunazungumza utakatifu, maana yake ni nini? Utakatifu maana yake ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum au kazi fulani. Kutengwa kwa ajili ya kazi maalum. Tukizungumza utakatifu, tunazungumza kutengwa kwa ajili ya kazi maalum. Kutengwa maana yake ni nini? Kutengwa maana yake ni kutolewa mahali fulani kupelekwa mahali pengine. Kutenga maana yake unaenda katikati ya vitu, unachukua kitu kimoja, unaenda unakiweka tofauti na vile vitu vingine. Sawa? Anachukuliwa mtu, anatolewa katikati ya watu wengine, anaenda anawekwa sehemu nyingine. Tunasema mtu ametengwa. Bwana asifiwe. Tulikuwa tuko pamoja hapa, tuko 5, tuko 6, tuko wangapi? Mmoja wetu anatolewa, anawekwa pembeni. Yule mmoja ndio tunasema ametengwa. Kwa tukizungumza utakatifu hasa, tunazungumza kutolewa katika dunia na kuingizwa katika mbingu. Mmoja nisaidie kusoma Kolosai 1:13. Kolosai 1:13. Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, ndio, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kuokolewa kwa lugha rahisi hapa, angalia hapa pana maeneo mawili. Eneo la kwanza linatambulika kama nguvu za giza. Sawa? Alafu eneo la pili linatambulika kama ufalme wa mwana wa pendo lake. Sawa? Kwa kuna nguvu za giza upande A, kuna ufalme upande B. Katika nguvu za giza maana yake alituokoa kutoka katika ufalme wa shetani, akatuhamishia katika ufalme wa Yesu Kristo. Sawa? Alitutoa katika utawala wa shetani, akatuingiza katika utawala wa Mungu. Kwa ilikuwa ni zoezi la kutenganisha. Alikuja Yesu, akaja akatukuta tuko gizani, akatutoa pale, akatupeleka nuru. Sawa? Ndio maana ninaelezea kwamba utakatifu ni kutengwa, ni kutolewa. Kwa tumetolewa gizani, tumepelekwa nuruni. Hiyo hasa ndiyo tafsiri ya utakatifu. Na wakati hilo zoezi linafanyika, hilo zoezi limefanyika katika ulimwengu wa roho. Sawa? Hilo zoezi limetendeka katika roho. Mwanzoni tulikuwa tunatembea, tunamilikiwa na shetani katika roho. Alafu sasa tunamilikiwa na Yesu katika roho. Wakati shetani anatumiliki zamani, tulikuwa na maelezeo ya kumilikiwa kwetu na shetani kwa jinsi ya mwili. Tulikuwa tunamilikiwa katika roho, na ukitutazama kwa jinsi ya nje ulikuwa unaweza kujua kabisa huyu jamaa anamilikiwa na shetani. Sawa? Asifiwe. Matendo yetu yalikuwa yanafanania Wagalatia 5:19. Zamani tukiwa kwenye ufalme wa nani? Wa shetani. Matendo yetu yalikuwa yanasomeka, nisaidie kusoma pale. Kwa maana ya kwamba kuna vitu vinafanyika katika roho lakini vina maelezeo yake katika mwili. Wagalatia 5:19. Wagalatia 5:19 Biblia inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Ndio. Uasherati, Ndio. Uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, Ndio. uadui, Ndio. ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo yanayofanana
na hayo. Kwa hiyo zamani, wakati tunamilikiwa na shetani, tukiwa kwenye ufalme wa giza, tulikuwa walevi sisi. Sawa? Tulipomilikiwa kwa jinsi ya roho, expression kwa jinsi ya nje, tukaanza kunywa pombe. Sawa? Tulipomilikiwa kwa jinsi ya roho, kwa jinsi ya nje sasa, tukaanza kuwa warafi. Tulipomilikiwa kwa jinsi ya roho, kwa jinsi ya nje sasa, tukawa na fitina. Huyu hana ushirika na huyu. Sawa? Huyu anamchukia huyu, huyu ampendi huyu, huyu ana ugomvi na huyu, fitina, faraka, uzushi. Sawa? Uasherati. Kama kuna vitu havijatajwa hapo, Biblia inasema na yanayofanana na hayo. Bwana nibarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa iko namna ambayo tulivyomilikiwa na shetani zamani, ukaja udhihirisho wa nje. Tulikuwa tukimuona huyu, tunasema huyu dada ni mali ya shetani. Wanaojua shetani na siye shetani. Lakini yule dada, yule kaka alikuwa anaona hayo ndio maisha yenyewe. Sawa? Alikuwa anaona huo ndio umaarufu wenyewe. Yaani kuishi vile, alikuwa anaona hayo ndio maisha yenyewe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa kwa sababu hiyo sasa akaja Yesu akatuokoa, akatutoa, akatuhamisha kwenye yale maisha, kwenye roho sasa, akatutoa kwa shetani, akatuingiza kwenye ufalme wake. Tumesoma Wakolosai 1:13. Waliohamishiwa kwenye ufalme wa Mungu sasa, Biblia inasema Wagalatia 5:22. Sawa? Waliohamishiwa kwenye ufalme wa nani? Wa nuru sasa. Wagalatia 5:22. Lakini tunda la Roho ni upendo, amani, furaha, utu wema, fadhili, uvumilivu, sawa, uaminifu, upole na kiasi. Sawa? Tulipohamishiwa nuruni sasa, nako kuna matendo yanayotendeka wapi? Nuruni. Kwa sasa angalia, tunapoanza kusema utakatifu sasa, hatuji tu kusema ni biashara ya kwanza tumetengwa, lakini tunataka tuone sasa maelezeo ya kutengwa kwetu. Sawa? Aishi tu kusema mimi nilihamishwa katika roho. Tunatarajia tuone matokeo katika mwili, kwa sababu tulipokuwa katika giza tulikuwa na matokeo katika mwili. Tulipokuja katika nuru pia lazima tuwe na matokeo katika mwili. Kinachoelezea tuko wapi ni kile tunachokifanya mwilini. Sio tunachokisema mdomoni. Tunachokifanya, tunachokiishi. Yale maisha yetu hasa tunayoyaishi ndio yanatuelezea sisi tuko nuruni au tuko gizani. Kwa hatui nuruni kwa sababu sisi ni wa Pentekoste. Sawa? Hatui nuruni kwa sababu sisi ni wachungaji. Sasa watu wa Mungu, hatui nuruni kwa sababu tumetangaza mimi nimeokoka. Hapana. Tunakuwa nuruni kwa sababu tulipotangaza wokovu ule, kuna maelezeo ya jinsi ya nje ambayo yanaashiria watu wakitutazama wanasema huyu mtu yuko nuruni. Si sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa lugha rahisi kuko hivi. Kuna hatua ya kwanza ya kuingizwa katika ufalme wa nuru. Kuna hatua ya pili ya kuishi katika ufalme wa nuru. Unaweza ukaingizwa alafu ukatoka. Si sawa? Wanafunzi wanafahamu. Naweza nikasajiliwa chuo fulani kwa kipindi cha miaka 4 ya chuo, lakini nikadisco mwaka wa kwanza. Sio kama sikusajiliwa. Nilisajiliwa, lakini nilipokosa vigezo nikadisco.
si kama watu hawajaokoka, watu wameokoka, lakini kuna watu mpaka sasa wanasema wameokoka lakini hawako katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Wanakosa vigezo. Na Bwana libarikiwe. Na wanapokosa vigezo, sisi tutaona maelezeo ya nje kwamba huyu mtu anakosa kigezo. Lakini yeye atajaribu kutuambia hivi vitu kanisani kwetu ni sawa. Hivi vitu mchungaji wetu ameruhusu. Hivi vitu kwenye dhehebu letu ni sawa. Yeye sasa ni sawa watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambacho hauhitaji kuchanganya utakatifu na HHS. Sawa? Hauhitaji kuchanganya utakatifu na upentekoste. Upentekoste ni upentekoste, utakatifu ni utakatifu. Hauhitaji kuchanganya utakatifu na uchungaji. Uchungaji ni uchungaji, utakatifu ni utakatifu. Bwana asifiwe. Utakatifu mwishoni tunakuja kusema baada ya kutengwa kwa ajili ya Kristo, kwa hiyo tunamuishia Kristo. Kunaweza nikamtumikia Mungu lakini nisiwe mtakatifu. Ninaweza nikawa ninaenda kanisani lakini nisiwe mtakatifu. Naweza nikawa baba askofu, naweza nikawa mama askofu, naweza nikawa mtume, naweza nikawa na nabii lakini nisiwe mtakatifu. Amen. Amen. Kwa hatua ya kwanza nilihamishwa, nilitolewa gizani nikapelekwa nuruni. Lakini sikuweza kudumu nuruni. Nilipoingizwa nuruni nikatoka. Kilichonipelekea kutoka inawezekana ni ubinadamu. Kuona mbona hata mchungaji fulani anafanya, mbona hata askofu fulani anafanya, sawa? Mbona mchungaji wetu amesema ni sawa? Mbona mama mchungaji amesema ni sawa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Hauwezi kwenda kufanya kazi kampuni inaitwa Coca-Cola alafu kawa na shika sheria za taasisi inaitwa Musti. Hauwezi kufanya hivyo. Lazima tutafukuzwa kazi kule Coca-Cola. Coca-Cola wana kanuni zao na taratibu zao, Musti nao wana kanuni zao na taratibu zao. Mbingu zina kanuni zake na taratibu zake. Madhehebu nayo yana taratibu zao na kanuni zao. Kwa tukianza kujiunganisha na taratibu na kanuni za madhehebu yetu, maana yake tunafarakana na kanuni za Mungu. Amen. Amina watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kama ndivyo sasa tunasema utakatifu kama ni kutengwa kwa jinsi ya roho, kuna kuja kuelezewa kwa jinsi ya mwili. Kwa tunaanza sasa kuyatafiti maisha ya watu kwa jinsi ya mwili. Kazi ya rohoni hiyo ni kazi ya Mungu kutazama. Sisi wanadamu kazi yetu ni kutazama mwilini. Sawa? Kwa hiyo tunamwachia Mungu ya rohoni, sisi tunashughulika na ya mwilini. Amen. Bwana asifiwe. Kwa watu wanaposema Mungu anaangalia roho, wako sawa, ila sisi tunaangalia mwili. Wasijua katusahau sisi hapa. Sawa? Mungu anaangalia roho, ila sisi tunaangalia nini? Mwili. Kwa sababu sisi tukiona mwili tunaweza tukapredict roho. Amen. Hii iko vizuri eh? Yaani sisi tukikuona mwilini tunasema huyu jamaa rohoni hayuko sawa. Tukikuona mwilini. Sawa? Mungu anakuona rohoni kwanza, anasema huyu jamaa hata mwilini hatakuwa sawa. Hiyo ndio raha ya Mungu. Yaani Mungu anakuona kabla hujaharibika, anakuona kabisa huyu jamaa anaenda kufanya nini? Kuharibika. Ila sisi tunakuona ukishaharibika. Sisi tukishaanza kuona mtu maelezeo yake ya nje yana ulevi, yana uasherati, yana faraka, yana fitina, yana uzushi, tunasema huyu jamaa sio mtakatifu. Bwana asifiwe.
Lakini wakati sisi tunasema sio mtakatifu, kuna mmoja anakaza pale pale kusema dini yetu imeruhusu. Ndio maana tunasema tukijifunza utakatifu tusichanganye utakatifu na dini yetu. Na kama tunataka kuchanganyana hapo, basi tukubaliane kwamba sisi tumetengwa kwa ajili ya dini yetu. Hatujatengwa kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, unajua leo sitafundisha sana. Naomba watu watatu wanisaidie kufundisha. Watu watatu wasimame. Nitafundisha utakatifu na Roho Mtakatifu. Watu watatu. Bradi, simama katikati. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Utakatifu na Roho Mtakatifu. Nisomee Mwanzo 1:26. Msomaji nani? Wewe sasa usisome, wewe nishakuleta kufundisha. Ndio. Mungu akasema, ndio, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa angani na wanyama na nchi yote. Akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Bwana asifiwe. Niangalie mimi peke yangu kwanza. Unaweza kufanya assumption. Hebu mwashumu kama jamaa wapo saizi. Sinawezekana? Nani mnaniangalia mimi hapa afu mnashumu kama jamaa hawapo. Sawa? Mungu akasema na tumfanye makunja kwa mfano wetu. Sawa? Mimi hapa. Tufanye mtu, aseme tufanye watu na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alipokuwa anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, tunapata nafasi ya kusema Mungu ni nani? Yohana 4:24. Sawa? Nataka nienda haraka haraka. Kuna maandiko tutakuwa tusome hapa. Sawa? Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho. Sawa? Mungu ni roho. Kwa hiyo kama Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, tunapata picha ya kwanza kusema Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, sasa huyu Mungu anayesema na tufanye mtu kwa mfano wetu, yeye roho, ana nafsi tatu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Anasema kisha wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo tayari unajua mfano wa Mungu ni nini? Mungu ni mtu mmoja ambaye ana nafsi tatu. Akisema kwa mfano wetu, maana yake tufanye mtu mmoja ambaye ana nafsi tatu. Sasa somo linaitwaje? Utakatifu na Roho Mtakatifu. Aya, Mungu ni mmoja, ana nafsi tatu: Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Nifungulie Wathesalonike wa kwanza 5:23. Kwa wakati anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, alikuwa anafikiri kufanya mtu mmoja ambaye naye ana nafsi tatu. Tuko kwenye mfano wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Ndio. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu kuhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi roho zenu, nafsi zenu na miili yenu. Anasema na watu wengi. Tutataka tuseme na mtu mmoja sasa. Mungu wa amani mwenyewe akutakase kabisa wewe, roho yako, nafsi yako na mwili wako. Sawa? Kwa wakati Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, maana yake alikuwa anasema hivi, tufanye makunja. Makunja ni nani? Makunja ni roho. Sawa? Bwana asifiwe.
Makuncha ni roho, ana nafsi. Sawa? Anaishi katika mwili. Si sawa tu Mungu? Nimesema ashumu kama hawa watatu waoni niko peke yangu. Kwa mimi ninayezungumza, mimi ni roho. Nina nafsi, ninaishi katika mwili. Nikitokea hivi unaona mwili wangu. Roho yangu uioni, nafsi yangu ioni. Sawa? Lakini roho yangu siku ikitoka watu wanasema fulani amefanya nini? Ametotoka. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Mimi sio mwili, mimi sio nafsi, mimi ni roho. Wewe sio mwili, wewe sio nafsi, wewe ni roho. Sawa? Kwa kama ndivyo sasa ninaweka hawa watu watatu, watu wa Mungu hapa kujielezea. Sawa? Kujifunua. Yaani nataka nichukue roho yangu niweke pembeni, nafsi yangu niweke pembeni, alafu mwili wangu uweke pembeni. Ndicho nilichokifanya hapa. Katika practical hii haipo hii. Kwa sababu siku kikitoka kimoja sipo tena. Si sawa watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa mimi ni roho. Nina nafsi. Ninaishi katika mwili. Sasa angalia Wagalatia 5:19 tumesoma. Anasema hivi, matendo ya mwili ni dhahiri. Sawa? Huyu ni mwili wangu. Huyu sio Adamu peke yake. Huyu ni mwili wangu mimi hapa. Sawa? Matendo ya mwili ni dhahiri. Lakini tunda la roho. Kwa hiyo angalia ninapokuwa natembea peke yangu, mwili wangu